Ni mwendelezo wa ligi ya NBC Championship ambayo imeendelea siku ya leo katika uwanja wa CCM Kambarage hapa mkoani Shinyanga kwa wenyeji Stand United. Wazee wa yes ambao walikuwa kimkaribisha Mtibwa Sukari kinara wa ligi hiyo, na mtanange umemalizika kwa Stand United chama la wana kuibuka na ushindi wa goli 1-0, goli ambalo limefungwa na Omar Ramadhan dakika ya 6 ya mchezo. Baada ya mchezo huo kutamatika, kocha wa timu ya Stand United chama la wana ambaye ni Juma Hussein akawa na mengi sana ya kuzungumza, lakini zaidi akiwapongeza wachezaji wake kwa kazi kubwa ambayo wameifanya siku ya leo. Kilichosababisha tukashinda ni namna ambavyo tumejipanga katika kiwanja cha mazoezi. Mtibwa ni timu ngumu, ndio maana unaona mpaka sasa hivi wanaongoza ligi. Kwa hiyo tumejiandaa kwa kujua tunakabiliana na timu ngumu. Yote kwa yote tunashukuru wachezaji wetu kwa namna ambavyo wameweza kwenda kutafsiri mafunzo vizuri na kuhakikisha tunapata alama 3. Pili pia tunatoa pongezi kubwa sana kwa mashabiki wetu namna ambavyo wanavyotusupport. Mimi nasema kwanza tulihakikisha tuwe imara katika kuziba mianya ili wenzetu, kwa sababu ni wazuri sana wapata nafasi, na pia tuhakikishe pia tunapopata nafasi tunatumia. Kubwa zaidi ndio tulifanya hicho. Ubora wa mpinzani wetu naye alikuwa amejua na sisi pia ni bora, ndio maana naye alitengeneza ugumu wa sisi kuwafikia. Ama hakika ligi ya msimu ni ngumu kweli kweli. Paka sasa hivi kuna timu takriban 8 zote zinaweza kukua katika nafasi 2 za juu. Kwa hiyo cha msingi ni kuendelea kufanya jitihada tu katika kiwanja cha mazoezi, tuhakikishe kabisa kila mechi ile mbele yetu tunaokota alama 3. Bakiwa na mechi kama 7, sisi tutaendelea kujipanga kuhakikisha tunaokota alama, lakini mwisho wa siku tutajua kwa mwisho wa safari inakuaje. Naye kapteni wa timu ya Stand United chama la wana Babras Chitembe akiushukuru uongozi wa timu hiyo pamoja na uongozi wa mkoa kwa ujumla kwa kazi kubwa ambayo wamekuwa kiifanya, bila kusahau kazi kubwa ambayo inafanywa na engineer James Jumbe. Nimefarijika sana na sijui hata niseme nini kwa kweli, najisikia furaha moyoni. Nadhani hii furaha ipo kwa wachezaji wenzangu pia. Tumefarijika sana mkuu wa wilaya kuja hapa kutusapoti, Jumbe kutusapoti na hata wengine kutusapoti, mashabiki. Sina cha kuwapa ila Mwenyezi Mungu atawalipa kwa kweli. Tunafarijika sana na imani tutapanda ligi kuu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Motisha hii inatujenga na inatupa morali kubwa sana. Ni vile ufahamu tu mwandishi, lakini inatupa morali kubwa sana, na tunapokuwa kambini muda mwingi tunafikiria matokeo mazuri, tushinde, na hiyo ndo kauli mbiu yetu. Jacqueline Salo ni mwakilishi wa engineer James Jumbe, mdau mkubwa ambaye ameendelea kuupa nguvu mpira wa Shinyanga. Yeye akizungumza kwa niaba ya James Jumbe, pamoja na kukabidhi shilingi milioni 2.2 kwa maana ya milioni 2 kwa ushindi kwa Stand United, pamoja na 200,000 ya kufunga goli 1 kwa chama la wana Stand United. Niko hapa kwa niaba ya engineer James Jumbe Wiswa, ambaye aliahidi kama timu ya Stand United leo kama tulivyokubaliana, na kweli ndio imekuwa hivyo. Tulihitaji pointi 3 na pointi 3 tumezipata. Kwa hiyo ahadi yake ya shilingi milioni 2 keshi na kabidhi hapa, lakini pia na lile goli 1 kama kawaida shilingi 200,000. Kwa hiyo mimi niseme kwa sasa chini ya mkuu wetu wa wilaya, sisi kama wadau wa michezo tuko tayari na vita ndio imeanza. Yoyote atakaye na aje, iwe mvua iwe jua, ni lazima twende tukarudishe hadhi ya timu ya Stand United. Kwa upande wake kocha wa timu ya Mtibwa Sugar Juma Awadh, yeye akilia zaidi na maamuzi ambayo yamefanyika kwa siku ya leo, lakini hapo akaahidi makubwa, hasa kuipeleka timu ligi kuu Tanzania bara. Mengi anayazungumza kocha Juma Awadhi. Bahati mpira ukuoneshwa, lakini kwa wale bahatika kuona, ukisema kwamba sisi tumeziliwa itakuwa uongo. Ukisema kwamba Stand leo ametuzidi kimpira itakuwa ni uongo, sio kweli. Lakini kilichotokea kimetokea, wamepata penalti dakika za mapema kabisa. Basi yani ukiachia center back za opponent, Lions pia alikuwa ni mzuri katika kulinda kazi yake. Amefanya kazi yake vizuri Linesman. Wakati sisi tukifanya attacking, amefanya kazi yake vizuri sana. Kwa hiyo amezuia yale mashambulizi ambayo watu walikuwa anaona yeye anazidi. Tumefungwa leo. Mpango wangu leo umefeli kwa sababu tumepoteza zidi ya Stand United. Siwezi kusema nimefanikiwa.
Kimbinu nimekuja, lakini by the way mwisho wa siku nimefungwa, kwa hiyo sikufanikiwa. Mpango wangu naweza kusema umefeli. Goli la mapema halikuondoa mchezoni, ila mlichokiona kimetokea ndo kimeniondoa mchezoni, lakini sio goli la mapema. Mimi hawa hata kama ungeweza kunitangulia goli 3, lakini ungechezeshwa mpira ambao the way ambao unatakiwa ucheza, mimi hawa stand na wafunga. Matumaini bado, kwa sababu tulipo watu wanaweza wakafika na wakatuondoa pale tulipo. So bado matumaini hatuko nayo, tunaenda na tahadhari. Mchezo wetu zidi ya Biashara nafikiri utakuwa mgumu sana. Tunahitaji kusafiri, watu wapate muda wa kurelax, kufanya recovery, pia kujiandaa na mchezo wao. Kwanza kabisa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu tokea tulivyoamka asubuhi ya leo mpaka kuja kwenye mechi yetu leo zidi ya Stand. Mimi na imani hatujawa wabovu sana na wala hatujawa wazuri sana, na wala Stand hawajawa wabovu sana na wala hawajawa wazuri sana, ila bahati imeangukia kwao. Lakini mwisho wa siku kama ni viongozi walikuwepo, labda wameona vikichotokea, watajua wenyewe wanafanya nini, lakini mimi siwezi kuzungumzia hilo jambo. Mimi naangalia ndani ya pitch. Mungu akijalia sisi yani tunapambania Mtibwa Sugar brand ya Mtibwa ili kwenda kuipaisha kwenda ligi kuu, na nina imani Mungu akijalia inshallah tutarudi ligi kuu. Ndio mpira umetokea, tujipanga kwa ajili ya mechi inayofuata. Ni mzuri kwa sababu kila mtu anakuja, changamoto zipo, kila mtu anakuja chini anatamani wewe kushika nafasi ya juu, lakini sisi kama Mtibwa Sugar tunazidi kupambania tusitoke pale juu kuweza kupambana kuipandisha Mtibwa Sugar kuwa ligi kuu rudi. Waendelee hivi, sio kwa mechi yetu tu, waendelee hivi kila siku ya Mungu, kwamba wakicheza mechi zao mashabiki wao watokeze kila siku ya Mungu. Baada ya mtanange huo kumalizika, mkuu wa wilaya ya Shinyanga wakili Julius Mtatiro, ambaye amekuwa na desturi kubwa ya kuhudhuria michezo hii ya Stand United katika kuhakikisha timu inarejea ligi kuu Tanzania bara, alipata nafasi ya kuzungumza na wachezaji, wadau pamoja na mashabiki wote wa Stand United, huku akiahidi ushirikiano mkubwa ambao wataendelea kufanya ili kuipandisha ligi kuu timu ya Stand United chama la wana. Lakini kipekee nataka nishukuru sana wachezaji pamoja na benchi la ufundi. Kwa mtu ambaye ameshuhudia hii mechi ya leo hapa, Mtibwa Sukari akipigwa tena katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, unaona kabisa ya kwamba vijana wamecheza mpira. Mimi toka nimefika hapa uwanjani nilikuwa naona mpira unachezewa kwenye goli la Mtibwa Sugar tu mpaka mpira umeisha. Kwa hiyo vijana wamekuwa trend vizuri, na mimi nasema kwamba vijana hao kwa moto walionao, kila timu itakayokuja mbele yetu itapigwa. Mbeya City ajiandae, atapigwa kwao. Songea United yajiandae, atapigwa kwao. Yani sasa hivi ni kugawa mikwaju mpaka tuhakikishe yes Stand chama la wana inarejea ligi kuu, kuhakikisha kwamba mkoa wa Shinyanga unapata heshima yake. Wadau ambao wamekuja kuisupport timu wameongezeka sana, na wameongezeka kwa sababu tumefanya uhamasishaji mkubwa zaidi. Kwa hiyo hata mechi inayofuatia tutaendelea kufanya uhamasishaji mkubwa ili wadau waendelee kuongezeka na mashabiki waendelee kuongezeka. Timu kama hizi lazima tukubaliane ya kwamba lazima zisukumwe na wadau wote kwa kushirikiana. Sasa hivi unaweza ukaona kwamba Jambo ameweka nguvu kubwa sana katika timu hii kwa maana ya Jambo Group of Companies. Lakini pana wadau wengine mbalimbali wa michezo katika mkoa wameweza kuongeza nguvu katika timu hii. Na sisi tunasema ya kwamba kama serikali tutaendelea kuhamasisha wadau wazidi kuongezeka. Jambo la msingi ni kwamba timu iendelee kuwa imara, tumalize ligi tukiwa nafasi ya juu kabisa ya kwanza, ama ikitokea bahati mbaya tumekosa nafasi ya kwanza, basi ya pili ndio nafasi ya mwisho na tuende ligi kuu moja kwa moja. Hatutaki kucheza playoff, na vijana tumeshawaambia hatutaki playoff sisi tunataka tupande ligi kuu moja kwa moja. Wadau mbalimbali wameendelea kuguswa kuendelea kuipa nguvu Stand United, akiwemo mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini Mheshimiwa Pasco Padrobas Katambi, pamoja na wadhamini wa timu hiyo Jambo Group, ambao wameahidi kuunganisha mikono pamoja ili kuhakikisha timu hiyo inakwenda ligi kuu Tanzania bara. Pekee kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya ushindi huu mkubwa ambao Stand United imeweza kutupatia siku hii hapa leo. Kiukweli sisi kama tukiwa sehemu ya wadau wakuu kabisa wa timu yetu pendwa ya Stand United, inatupa moyo pindi kila wakati tunapoingia uwanjani, tunapoingia kwenye pitch, tunacheza na nyavu na ushindi unakuwa baki nyumbani, ama tunachukua ushindi hata ikiwa kwenye mechi za ugenini. Kwa hiyo hongereni sana. Ahadi yetu ni ile ile. Mwanzo mwisho ni kuhakikisha kwamba Stand United inakuwa yes. Asanteni sana. Kweli kabisa, mimi naomba niseme kwamba kwanza namshukuru sana kakaangu mkuu wa wilaya Mheshimiwa Mtatiro. Mara nyingi tumekesha sana usiku na mchana kujaribu kujiuliza kwamba tunawezaje kuongea na watu wengine watusaidie kutusupport. Na katika watu wao
nimshukuru sana rafiki yangu na ndugu yangu Jumbe pamoja na Jumbe Club kwa kuwa sehemu ya kuhamasisha ukuaji wa timu yetu wa Stand ama uwezeshaji wa timu yetu ya Stand. Ofisi ya mbunge na wadau wote, Makindo na wengine wote, kiukweli imetuongezea nguvu na imetuongezea furaha sana kuona kwamba hili jambo sio jambo letu pekee yetu, bali ni jambo la mkoa. Na mara nyingi nikiwa nikaa na mkuu wa wilaya hata na mkuu wa mkoa nimekuwa nikiongea nikisema kwamba hili jambo lisiwe sio jambo la jambo pekee yao, bali ni jambo la mkoa mzima. Kwa hiyo yoyote, mdau yoyote ambaye yupo ndani ya mkoa wa Shinyanga, kwa chochote kile, hakikisha kwamba hivi vijana wetu hawa, marafiki zetu hawa, ndugu zetu hawa wanaishi maisha mazuri, lakini pia klabu yetu inakuwa ina afya na kuwa unapata ushindi kama hivi. Kwa hiyo inatupa moyo sana sisi. Kwa hiyo kipekee kabisa namshukuru Mungu kwa ajili ya wadau wote ambao wametuunga mkono, lakini pia hawatachoka na wameshaahidi kwamba watakuwa pamoja na sisi. Ndawapa 5 za kutosha sana kwa sababu Stand United ni yes, yes, yes. Kipekee kabisa naomba pia niwashukuru mashabiki, wanafamilia, wanachama na wafuasi wote wa timu yetu pendwa ya Stand United. Ikumbukwe kwamba hii ndio timu pekee ya Stand zote nchi nzima Tanzania. Tumekuwa nyumbani hapa, unaona kwamba mwanzo wa game mpaka mwisho wa game wamekuwa wana mzuka mwingi, na huo mzuka ndio ambao unasababisha magoli yote ambayo tunayapata kwenye pitch. Kwa hiyo kipekee kabisa na nazidi kuombea sana mashabiki wetu wakati wote, iwe ni ugenini, iwe ni nyumbani, shangwe hizi vibe hili kwa sababu hilo ndio linatufanya kwenye nyavu, iwe ni yes, yes, yes. Naitwa Samuel Jackson, ni katibu wa Mheshimiwa Mbunge Jimbo la Shinyanga mjini. Mengine imepostiwa kwenye account, Mheshimiwa Patrick Kambi, mbunge na naibu waziri wa waziri mkuu. Kwanza Mheshimiwa Mbunge anawapongeza wachezaji, timu ya Stand United pamoja na benchi la ufundi na washabiki wote wa Jimbo la Shinyanga mjini na mkoa mzima kwa ujumla kwa ushindi huu mnono ambao kimsingi mliopatia. Mheshimiwa Mbunge yuko safarini zaidi ya wiki 2 yuko nje ya nchi, lakini pia akaniagiza nije hapa nishuhudie mtanange huu mkubwa. Na tunafahamu kwamba tumebasha mechi 7 na Mheshimiwa Mbunge hivi karibuni ataingia jimboni, nami naomba nikabidhi shilingi milioni 1 kutoka kwa Mheshimiwa Mbunge kwa ushindi huu mnono. Mpaka sasa baada ya michezo hiyo kumalizika siku ya leo, Mtibwa Sugar ameendelea kusalia nafasi ya kwanza akiwa na alama 54, wakati nafasi ya pili wakiwa Mbeya City ambao wameibuka na ushindi wa magoli 4-0 siku ya leo dhidi ya Kiluvia United wakiwa na alama 49 ambazo ni sawa na Stand United chama la wana wenye alama 49, lakini utofauti wao unakuja kuwatenganisha kwenye magoli. Mbeya City akiwa na jumla ya faida ya magoli 26 wakati Stand United wakiwa na faida ya magoli 18, na wakati nafasi ya 4 ikishikiliwa na Geita Gold. Sasa hiyo ni vita ya kuitafuta ligi kuu Tanzania bara. Kumbuka kwamba nafasi ya kwanza na ya pili hao wanakwenda ligi kuu Tanzania bara moja kwa moja, lakini nafasi ya 3 na ya 4 wao wataanza kupambana kupita kwenye playoff.